ukipenda kumbukizi za Juni 25. Ni miaka miwili sasa, mwaka 2024 zaidi ya vijana wa Gen Z 60 walipoteza maisha yao, mamia wakatekwa nyara. Mwaka 2025 Tume ya Haki za Kibinadamu ya Kitaifa ilitangaza kwamba zaidi ya kaunti 23 zilishiriki maandamano na maafa ya Wakenya 8. Je, mwaka huu hii leo nini kimefanyika, Frida? Na kabla hata sijazama kwa undani kabisa, labda nirushe swali kwako wewe kama mwanahabari. Ukipiga kisengere nyuma, ni kitu gani ambacho kinakujia akilini mwako mwaka 2024 ambacho kilikugusa moyo? Mwaka 2024 ilikuwa kama maandamano ya kushtukizia. Hakuna aliyetarajia, hakuna aliyepanga, si wanahabari, si serikali, hata wanaharakati wenyewe pia waliona mtandaoni. Kila mtu hajui bango la kwanza mtandaoni lilitengenezwa na nani. Ama kama wanajua basi labda bado wamekimya. Mwaka 2025 kulikuwa na maandalizi kiasi cha haja. Serikali ikajiandaa, wanaharakati wakajiandaa, wanahabari wakajiandaa, na yakawa hafifu kiasi cha haja, japo ilikuwa ni ya kumbukumbu waliofariki, twasema makiwa. Mwaka huu nafikiri maandalizi yamekuwa juu zaidi, lakini pia hofu imekuwepo. Viongozi pia wamejitosa pale ndani, wengine wakaonekana kugawanyika. Wanasema msijitose katika maandamano, wengine wanasema ni haki yenu. Na bila shaka si tukidadavua tu kama wanahabari, ndio maana tumewaleta hapa ndani wanaharakati, viongozi wa dini, pamoja na viongozi wa taasisi mbalimbali serikalini, pamoja na wewe hapo ulipo nyumbani, kuweza kuchangia tofauti ambayo umeiona kati ya maandamano ya mwaka 2024-25 na ya mwaka huu, au sio? Na moja kwa moja labda tuanze na hapa mbele mgeni wetu ambaye akishika mikrofoni, labda ni watangulize tu kwamba kipengee cha kwanza cha mdahalo wetu ni maafa na majeraha ya miaka miwili, mwelekezi wetu. Naam, jina lako, alafu labda tuambie unaona tofauti gani kati ya mwaka huu na miaka ile miwili. Kwa majina naitwa Nicholas Oyo, ambaye ndio katibu mkuu wa Free Kenya Movement. Mwaka huu naona kwamba ni polisi wameandamana. Kwa maana vile tulivyoona hivi sasa ni polisi ndio wamefunga njia na kila mahali na wameleta tension, ikakuwa sasa hao ndio actually walikuwa wanaandamana. Na mwaka mwingine ilikuwa ni wananchi tunaandamana. Mwaka 2025. Na 24. Lakini mwaka huu polisi wameamua sasa hao ndio wamestua watu, wameleta shida, wameleta vurugu na kama haya. Na pia kuna vitu zilizofanyika kabla maandamano yaanze ya leo. Kwa sababu kuna watu wameshikwa kama kina Bob Njagi ambaye ni chairman wetu, ambaye mpaka sasa hatujajua hako wapi. Tunashindwa ni nini nafanyika. Kwa sababu unashika mtu kama amefanya makosa, si unashika mtu ukiwa unadhani ya kwamba kuna makosa anaelekea kufanya. Ni kama umeprofesa ya kwamba kuna makosa una expect aende kufanya, ndio unamshika. Oyo. Kwa hivyo kama unasema leo ni askari wameandamana, nani kashinda? Nyie wanaharakati, nyie waathiriwa mnaokumbuka wenzenu, ama serikali na asasi zake kama polisi? Bado mara mingi serikali haiwezi shinda wananchi. Hata sasa bado wananchi wameshinda, kwa sababu bado tumekumbuka, kama tumesema haikukuwa public holiday, lakini mimi nikitembea town, hata nilikuwa natafuta mahali pa kununua dawa, nilipata pahali pamoja peke yake pamefunguka. Na unajua hata ikiwa holiday saa zingine unapata kadhaa zimefunguka. Kwa hivyo leo ni polisi ndio walifanya maandamano. Kwa hivyo unasema kwamba watu vile wajefungua biashara si hofu, ni kwamba wanaheshimu siku ya leo? Ni hofu, lakini unajua hofu imetengezwa na polisi wenyewe. Kwa sababu kama polisi wangefuata sheria, ukiona kama Mombasa wanatembea pamoja na waandamanaji, hivyo ndio inatakiwa kukua. Inatakiwa kwa polisi wakipata ile ya kuitisha maandamano wanajipanga, ndio wewe upase nafasi ya kufanya maandamano yako. Lakini polisi wakiamua sasa wanaanza kufunga njia, kushika watu na kuleta hofu, watu wanakosa kuja. Nadhani Frida, tutakuja labda kuangalia tofauti ya Nairobi na Mombasa. Tofauti ni maafisa wa polisi ama ni waandamanaji wanatofautiana? Manake hapo ni pazuri sana pa kuchangia. Lakini pengine tumlete Shehe, utuambie pengine jina lako na unasimamia shirika gani, alafu unaonaje kuhusiana haya maafa, majeraha miaka miwili sasa? Ni ushindi kwa Wakenya kwamba hakuja ripotiwa kifo chochote leo, ama ni ushinde kwa waliotaka kuandamana wakashindwa kufanya kwa ukubwa kama miaka mingine? Jina kwanza. Asante sana. Kwa majina naitwa Sheikh Ibrahim Lethome. Mimi ni msimamizi wa masuala ya dini katika msikiti mkuu wa Jamia hapa Nairobi.
Na kwanza nashukuru kwa fursa hii kuweza kutualika hapa kuzungumzia jambo hili kama Wakenya na washikadau. Kwanza kabisa inafaa tujue hivi, hatufai kutizama jambo hili tukiwa tumejigawanya kuwa serikali na wananchi sote ni Wakenya. Na hakuna mtu ambaye ni Mkenya kwa bahati mbaya. Sio bahati mbaya kuwa sisi ni Wakenya. Ni Mwenyezi Mungu ametaka sote tuwe hapa. Na kila mmoja ana jukumu lake. Wanaharakati wana wajibu wao na majukumu yao. Viongozi wa kidini wana majukumu yao, na serikali na vyombo vya usalama vina majukumu yake. Swali ambalo inafaa tujiulize sisi kama Wakenya ni kama vile daktari. Daktari mzuri sio yule ambaye anatibu athari za maradhi. Daktari mzuri ni yule ambaye anaangalia kiini cha maradhi. Swali ambalo inafaa kila mmoja ajiulize, na hasa mwajibika mkuu hapa ni serikali, kwa sababu tunapochagua serikali, tunapochagua viongozi, tunawapa mamlaka ambayo ni yetu kikatiba, waweze kuyatumia hayo mamlaka kututawala sisi, sio wanavyotaka, kwa mujibu wa katiba. Na sio kwa maslaha yao, kwa maslaha ya raia. Kwa hivyo kunapotokea vurugu kama hili, inafaa kama viongozi tujiulize maswali mengi sana. Kwa sababu hakuna mtu anayetaka kufa, hakuna mtu anayetaka kujeruhiwa. Mpaka ifikie vijana wanakosa thamani ya maisha yao, wanatoka na wanajua kuwa watajeruhiwa na watauawa. Inafaa tujiulize. Kwa hivyo leo ni swali gani wamejiuliza? Ndio maana aidha hawakujitokeza kwa wingi ama hawakufanya jambo la kuwachokoza maafisa wa polisi. Picha ya leo kwako Sheikh inaashiria nini? Tuweni wa kweli. Kwanza Wakenya wengi wana hofu. Mtu anaogopa akifungua biashara yake itaharibiwa. Mtu akitoka na gari lake litaharibiwa, na hakuna mtu atakaye mfidia. Nani mharibifu? Na mharibifu, kuna walagai, kuna waizi, kuna wakora ambao wanaingia katikati ya waandamanaji. Hilo lipo pia. Kwa hivyo inafaa sisi wote kama Wakenya tuweze kuwajibika kwa swala hili. Na hili swala la kulaumu, tuseme tunalaumu fulani, tunalaumu fulani, mimi ninaona halitusaidii kabisa. Inafaa sote kama Wakenya, kwa sababu hakuna mahali pengine tutaenda. Tuko hapa Kenya. Tukae chini tujiulize. Kama hili swali ambalo mnauliza, nani mshindi leo? Mimi nasema hivi, kama hakuna Mkenya amekufa, nashukuru Mwenyezi Mungu. Kama hakuna biashara imeharibika, nashukuru Mwenyezi Mungu. Na nafikiri nataka kuwapongeza waandamanaji kwa sababu lile walilotaka kufikisha ujumbe kuwa hatujawasahau wale waliokufa, hatujawasahau wale waliojeruhiwa, ujumbe umefika. Shehe, mwaka 2024 msikiti wa Jamia ulifungua malango yake, ukawakaribisha waandamanaji. Kulikuwa na madaktari pale ndani ambao waliganga majeraha ya waathiriwa. Sijui mwaka huu kilichotokea haswa leo, picha uliyopata ni gani? Kwamba nyie kama viongozi wa dini mlitamani watu wasiandamane kwa maana mna hofu ya kilichofanyika mwaka 2024, ama kilichofanyika leo ujumbe umefika panapo stahili? Kwanza sisi ni kweli tulifungua milango na hatukuwa tumepanga. Ilikuwa tu jambo limetokea. Mlikuwa wa kwanza kufungua milango. Tulifungua milango kwa sababu dini yetu inatufundisha mtu anapokuwa na mahitaji, mtu anapokuwa na dharura, lazima tumfungulie milango. Na wale madaktari pale, wala hawakuja pale kutibu watu, walikuwa wamekuja maombi pale. Wakakutana na watu wamejeruhiwa, kwa sababu wana taaluma ya kutibu, wakatibu. Na wafanyikazi wa msikiti, kwa sababu ya mafunzo yetu ya kidini, wakaweza kuandaa pale. Wenye mahoteli pale karibu wakawaletea madaktari chakula. Na hiyo ndio mafunzo ya dini yetu. Leo hii tulikuwa tunatamani hivi. Tulikuwa tunatamani kama viongozi wa dini, Wakenya waweze kutekeleza haki yao ya kikatiba ya kuandamana. Polisi waweze kutoa amani kwa wale, ama usalama kwa wale wenye kuandamana. Na tuliomba Mwenyezi Mungu asije mtu yote kujeruhiwa. Lakini pia tulikuwa tunasema, akija mtu yoyote katika mlango wetu amejeruhiwa, tutafungua milango na tutamtibu, kwa sababu ni mwanadamu, haijalishi ni nani. Hata polisi akijeruhiwa tutamtibu. Inafaa hili jambo tuliangalie kwa ujumla kama Wakenya. Labda nimuulize kaka ambaye amekaa kando yako. Kaka Waswahili anasema kwamba achekae kovu hajui jeraha. Na hii leo tumeshuhudia kina mama wale ambao waliwapoteza wana wao, walifika katika majengo ya bunge, wakatamani sana angalau waeke shada ya maua, lakini hawakupata hiyo fursa ya kufika pale walipokuwa wanataka kufika. Je, unahisi kana kwamba haikuwa haki kwao
ama ilifai. Kwa hivyo Frida unasema wasiojua jeraha wamewanyima nafasi. Maana hawa ndio walisalia na kovu wanalijua jeraha. Wanalijua. Sijui ni akina nani ambao hawajui jeraha lakini wacha kaka atupashe. Kwa majina naitwa Daktari Ilyas Mohamed. Nilikuwa katika mstari wa mbele pamoja na wenzangu wahudumu wa afya katika kutoa matibabu kwa wale walio aidha jeruhiwa ama kupata ajali tofauti. Mwaka gani huo? Zote. Mwaka 2024 25 kila mara huwa tunakuja pale Jamia. Na kama Sheikh wangu alivyosema ilikuwa tu ni bahati. Maana ilikuwa tunatembea hapa Kimathi Street tukaenda maombi ya alasiri. Tukapata kuna waandamanaji wanatafuta maji ya kutoa tear gas. Hapo ndio watu wakaanza kuja pole. So ningependa pia kutoa pole kwa wale walioathirika, waliopoteza marafiki, watoto na wengine wengi waliojeruhiwa katika maandamano ya 2024. Wapo wale ambao hawajawahi weza kurudisha maisha yao ya kitambo. Wengine baada ya kuumizwa maisha yao yamebadilika kiafya. Kuna wale ambao walipata majeruhi ambayo yalibadilisha maisha yao kabisa. Manake nina wagonjwa kadhaa na marafiki ambao sasa hawawezi kwa mfano kuenda haja kubwa kama kawaida. Wanaenda haja kwa vipochi kwenye tumbo. Na mtu kama yule ukimuuliza, je, unaonaje maandamano ya 2024, atakueleza heri singeenda. So kuna maafa mengi yalitokea ambayo hayakuweza kujulikana kutoka kwa mtandaoni ama kwa vituo vya habari kama hiki. Kilichotendeka leo, polisi kufunga barabara, wanawanyima wale waliopoteza wana na marafiki nafasi ya kuwaomboleza. Na ni kitu cha kusikitisha. Umenichukulia kilichokuwa kinanipatia furaha na unaninyima niomboleze ninavyotaka. So ni kitu cha kusikitisha, na ningependa serikali ijaribu kuharakisha vile ambavyo itakavyo walipa ama kujaribu kupunguza majeruhi ama kupunguza uchungu wa waliopoteza watu. Bila shaka. Uchungu, na anahisi kwamba kwa hivyo kivyake labda anahisi kwamba hakukuwa na ufanisi. Maana waathiriwa hawakufikisha mashahada ya maua na kusema alicho nacho. Pengine nimlete kaka pale chini tusikize mstari wa nyuma unasemaje. Tumeona katika kauli yake waziri wa usalama Kipchumba Murkomen, wengine watasema amejinata akajipiga kifua kwamba serikali imefaulu kudhibiti hali, na akasema kwamba kumekuwa na ufanisi wa utulivu wa 99%. Lakini hata hivyo pia ametaja watu 355 kukamatwa. Kule Murang'a kuna chifu ambaye aliumia, baadaye akatibiwa na kuruhusiwa kwenda nyumbani. Taswira gani leo imejichora ukizingatia kauli zake waziri? Wacha nimuongezee kitu kidogo. Nakumbuka kwamba walikuwa wamesema hawatazuia mtu yoyote kuandamana, lakini tumeamka asubuhi barabara pia zimefungwa. Asante sana Frida na Lofty. Kwa majina mimi naitwa Ogonda Alphonse, natoka katika wadi ya South C. Ningependa kusema ya kwamba Bwana Kipchumba Murkomen kwa mara nyingi, jinsi ninavyomjua, sio mtu serious, kwa sababu yeye mwenyewe alitangaza ya kwamba leo hakuna mtu yeyote ambaye atazuiliwa kuingia mjini katikati mwa jiji. Wakati ambapo nilikuwa naingia katikati mwa jiji nilipata vizuizi mengi sana. Inaisharia ya kwamba ni serikali ambayo inatawaliwa na uongo na udanganyifu. Vile vile kwa swala ambalo umeuliza ya kwamba Bwana Murkomen alisema ya kwamba kuna utulivu wa 99 nukta zingine kadhaa hapo juu. Sasa tungependa kuuliza kama kulikuwa na utulivu, wale watu 300 na ambao walishikwa kwa sababu ya kukua wametulia, au siku hizi Kenya hata kutulia ni wanasema kwamba walizua vurugu. Labda hao 300 ni ile 1%. Hivyo ndio ya fujo. Bado ni mshangao kubwa, kwa sababu ni kinzani kusema ya kwamba kulikuwa na utulivu, vile vile umewakamata watu 300 na je, kuna watu wakiwa watulivu? Vile vile wanasema leo ilikuwa siku ya kawaida, watu wangeendelea na biashara zao na kila kitu kama kawaida. Kama kulikuwa iwe siku ya kawaida, mbona wameweka vizuizi? Kwa hivyo siku ambayo ni ya kawaida ni siku ya kuzuia watu kuendelea na biashara zao na kuendelea na maisha yao kila siku. Kwa hivyo pengine
kawaida kwa lugha ya serikali pengine inamaanisha kitu kingine tofauti ambao wananchi sisi hatuelewi. Vile vile bwana Murkomen na serikali ya bwana William Ruto wanajaribu kueleza ya Kenya ya kwamba katiba inatumika kwa kiwango fulani. Kwa sababu katiba inaturuhusu freedom of movement, speech and expression, all these freedoms. But mbona ikifika mahali fulani tunafinywa koo, hatuwezi fanya mengine. Kama vile leo haikuwa siku ya maandamano. Mimi hata nashangaa naona askari wamejazwa kila mahali ati kuzuia maandamano. Leo ilikuwa ni siku ya kumbukumbu. Hata wao wenyewe Kenya kuna siku ya makumbusho ya kifo cha hayati mzee Jomo Kenyatta. Mbona watu hawazuiliwi kumkumbuka? Kenya kuna siku ya kumbuka wale mashujaa waliopigania uhuru Kenya. Mbona watu hawakamatwi wanapokumbuka mashujaa kama hao? Mimi nafikiri Gen Z ambao waliaga dunia kwa kupinga finance bill ya 2024 vile vile ni mashujaa. Tukiandaa makumbusho yao tunafaa kupewa muda na ulinzi, sio ili mambo ya kutishwa na kufurushwa na askari. Na asante sana Bwana Alphonse. Mtazamaji, pia vile vile tulikujuza kwamba hii leo tutakuwa tunagusia vipengee tofauti na kipengee cha pili ni haki na taasisi nyufu, ili angalau pia tuweze kuwaleta viongozi wa dini tusikie wanasema nini kuhusiana na hili. Haki na nini? Taasisi nyufu. Ama mtu labda atauliza taasisi nyufu ndo kusema nini? Labda tumpatie mikrofoni kwa sababu nimeona mtu pale anatabasamu, amecheka sana, ni kama amekumbuka Kiswahili alichokisoma kitambo. Ama labda anapinga, manake anatoka kwenye taasisi moja. Anasema sisi si wafu, taasisi zetu zi hai. Labda jina lako na unawakilisha taasisi gani, alafu mtazamo wako na hiyo mada ilivyotangulizwa na Frida. Asante sana Frida na Lofty. Sijui kama nitakubaliwa kuongea kimombo kidogo. Naitwa Victor Owiti. Natoka kwenye taasisi ya ODPP. Taasisi Office of the Director of Public Prosecutions. Ukinikubalia nitaendelea na kimombo kidogo. Ofisi ya mashtaka ya umma. Yes, ofisi ya mashtaka ya umma. Umeniruhusu? Utachanganya kwa mbali kidogo, lakini 99% anasema waziri ni Kiswahili. Asante. Wacha nitangulie kwa kusema pole sana kwa familia ya wale Gen Zs ambao walipoteza maisha yao 2024 na hata wale ambao walijeruhiwa wakati huo. I say sorry to their families because wengine wanaweza kuwa wanasema ni competition, ni nani ameshinda, lakini wenye bado wako na maumivu sana ni wale ambao walipoteza watu wao. So nikianza na kujibu wale ambao uliuliza ni nani ameshinda, sidhani kama kuna mshindi. Watu walipoteza maisha, hakuwezi kuwa na mshindi. Ya pili, leo sidhani kama serikali pia inafaa ipige kifua venye jinsi ambavyo umesema. Kwa kwamba hakuna watu walienda kazi. Na pia wanaharakati pia sijui kama wameshinda wakisema ya kwamba tumepata holiday kwa njia ya kupitia, kwa sababu walisema watu wasalie nyumbani. Yes. So sidhani kama hiyo ndio njia mzuri ya kuiangalia. Njia mzuri ya kuiangalia kwamba watu walipoteza maisha na inabidi tukuwe na accountability na kuwe na justice. Sasa mimi kuongelea Office of the Director of Public Prosecutions, kazi yetu ni kupeleka watu kotini kufuatia maovu kama vile kupoteza maisha kwa njia ya uhalifu, unlawful killing. Kama hii yenye tuliona 2024. Na ofisi yetu inashughulikia wahalifu wote, ikiwemo mapolisi na ikiwemo raia. So hapa nimekuja kusema ya kwamba tumefanya kazi. Kuna askari ambao wamepelekwa polisi kotini na wakashtakiwa. Vile vile kuna raia wameshikwa. Kufikia sasa ni kama kesi ngapi ambazo zimechunguzwa? Sijakuja na namba kabisa, lakini naweza kukupatia mifano. Si Gen Z tu. Unakumbuka kuna huyu jamaa anaitwa Lindsay. Kuna askari alipiga jamaa kiuza mask, barakoa yule. Unakumbuka? Tulimpeleka kotini. I am lucky nilikuwa one of wenye walimpeleka kotini. Kuna kesi ingine ya kuonesha kwamba hata polisi wanapelekwa kotini. Unakumbuka Rex Masai? Sasa kuna public inquest inaendelea. Unakumbuka kesi ya Ojwang, ingawaje si ya Gen Z. But Ojwang pia tulipeleka askari 3 pale Kibira, kesi inaendelea. So inaonesha kwamba Office of the DPP na serikali inachukua hatua ya kuhakikisha kwamba wale ambao wamepoteza maisha kwa njia ya uhalifu
wanapewa haki kwa kupitia njia ya prosecution. Lakini hiyo sio tu njia moja ya kufanya accountability. Kuna njia pia zingine mbadala. Nimeona juzi serikali imetoa compensation. Ingaje haiwezi rudisha maisha, lakini inaonesha kwamba kuna step imechukuliwa ya kusema pole kwa familia ambazo zimepoteza watu wao. Kwa hivyo kaka, unapatia ofisi yako asilimia ngapi kwa kazi uchapwa na uchapakazi kuhusiana na Gen Z tu ama kijumla? Masuala ya maandamano. Naam. Kuhusiana na kupeleka watu kotini kwa sababu hiyo ndio kazi yetu. Uwajibikaji. Naam. Accountability. Naam. Yes, ningejipea 75%. Ukweli ni kwamba swali ni langu. Wananchi wanakataa. Swali ni langu. Ukweli ni kwamba kihistoria traditionally kuna a lot of suspicion between raia na serikali. That is one of the greatest problem tuko nayo. Raia wanashuku sana serikali. Hata venye niko hapa mimi kama mfanyikazi wa serikali nitakuwa nashukiwa kabisa ya kwamba sisemi yale ambayo ni ya ukweli. Victor, pengine ili nikusaidie ujibu kwa kuongezea hapo. Uliposema raia wakasema ni kwa sababu gani? Ukiingia katika mtandao wa Tume ya Kitaifa ya Haki za Kibinadamu imeandika KCHR, KNCHRC, imeandika kwamba zaidi ya majeraha 400 waliweza kusajiliwa, nafikiri kufikia mwaka jana, mwaka 2025, ukiongeza na ule mwaka mwingine. Kesi za maafa tayari 8 mwaka jana, na wengine wasema zaidi, wengine wakaripoti zaidi ya 60 hadi 80 mwaka 2024. Orodha ambayo tuko nayo tayari inatisha. Rex Masai, Evans Kiratu, Ibrahim Kamau, Caroline Shiramba, Emmanuel Giggs Tata, Kennedy Onyango yule mtoto wa umri wa miaka 12, David Chege, Denzel Omondi, umetaja paka Boniface Karuki yule muuza barakoa. Watu wanauliza miaka 2 hadi sasa kuna mtu mmoja tutaonyeshwa huyu ametiwa ndani, amefungwa, amehukumiwa. Ni kwamba ODPP mnapeleka ushahidi finyu, chapwa, mahakama yanashindwa kuendesha kesi hizi, ama nani awekwe kwenye jukumu hapa? Hapa nitaomba niongee kimomo kwa sababu hiyo ni muhimu sana. Ni swali muhimu kabisa. All these cases za Gen Z, hakuna zenye utasema mtu alipelekwa kotini akaachiliwa ya kwamba kuna evidence so far kwa saa hii. Zingine ziko kotini already, zingine bado ziko uchunguzi. Na unajua mimi tunafanya kazi kwa criminal court. Kuna kitu inaitwa threshold, burden of proof. Na ile standard of proof inaitwa beyond reasonable doubt. Inahitaji tuhakikishe kesi zetu tumeleta evidence kufika pale beyond reasonable doubt. Inamaanisha hakuna haja ya kuharakisha kesi bila uchunguzi mzuri, na tupeleke kesi na uchunguzi ile umesema inaitwa nyufu ama wafu chapwa. Unajua kwa sababu tutakuwa tumeharakisha kesi, twende pale kesi itupwe nje. Wakenya tena watuulize ni kazi gani mnafanya hapo, mmeshindwa na kazi. So kuna taratibu za kufuata kwa uchunguzi. Lakini kwa nini unahisi kwa nini Wakenya ni kama wako na dukuduku? Kwa nini? Kwa sababu kuna tatizo mahali ndipo sasa wako na dukuduku. Nikimuongezea swali lake, pale mtaani pale, mtu akiiba kuku leo, kesho yuko ndani. Ako ndani. Ni kweli kwa sababu kesi ya kuku. Lakini huyu alionekana amekamatwa kwenye kamera akifanya kutiu. Hakuna ushahidi. Wacha nikueleze Lofty. Kuna kitu inaitwa due process. Due process ni muhimu sana katika demokrasia yoyote. So due process inamaanisha kwamba mwanzo kutakuwa na investigations properly done. Na investigations haswa hizi zenye zinahusisha askari zinafanywa na IPOA. Wanachukua muda wao kuhakikisha kwamba wako na evidence kutosha, kuna mashahidi ya kutosha na kuna pia documents za kutosha. Unapata baadhi za hizi kesi hakuna witness amekuja. Unapata kama hakuna witness amekuja, kesi haina evidence. Hiyo hakuna haja ya kuharakisha kesi. Lakini kesi zote za criminal, hata ukiacha hizi za Gen Z, huwa zinachukua muda. Kwa nini? Kwa sababu tutaanza na kuleta mashahidi wa serikali, baadaye tupatie huyu mwingine nafasi yake ya kuleta mashahidi. Inachukua time. Kaka, wacha nikatize kidogo. Umesema kwamba ni 75%, tunasubiri kusikia 25 zitakamilika lini? Mikrofoni tumpatie kiongozi wa dini pale. Alafu tutakuja hapo baadaye. Hakuna mikrofoni, naam, tutarudi. Sawa. Naam, hapo nyuma Provosti Evans Omodo kama sijakosea, katika kanisa la All Saints Cathedral.
Aha. Tumia mikrofoni. Swali ama niendelee? Swali laja, anataka ushike mikrofoni. Ama niendelee? Jamani. Frida ana swali kwako. Mpaka amenikoroga akili kidogo. Pengine kwa kauli alizotoa Bwana Victor, je, unaunga mkono? Maana viongozi wa dini walikuwa mstari wa mbele kukashifu, kuwaganga jeraha la nafsi ya waliokuwa wamepoteza wapendwa wao na kadhalika, akisema kwamba kuna ufanisi wa 75% ya kesi za maandamano. Unamuunga mkono? Unakubaliana naye? Asante sana Lofty pamoja na dada yetu Frida na wenzangu walioko hapa. Kwa majina ni Ivan Zomolo, mimi ni kasisi wa kanisa la Kianglikana pale All Saints Cathedral ninapohudumu kama provost. Ninafurahia mada hii kabisa kwa sababu tunapozungumzia mambo ya maandamano ama watu ambao wameshikwa, wameshtakiwa, wamefungiwa, wamefungwa na vitu kama hivyo, ni vizuri kabla hata tuzungumzie hayo tutambue kwamba kuna watu waliopoteza maisha zao. Kuna familia ambazo walipoteza wapendwa wao, na kwa hivyo wakati huu ni wakati wa huzuni, ni wakati wa majonzi. Sio tu kwa kufurahia kusema hatukuandamana, tuliandamana, tuliwashinda pande, jinsi Sheikh amesema ya kwamba sio serikali dhidi ya raia. Tukizungumzia mambo ya ODPP na kuwafungia mashtaka na kuwashtaki na kuwafunga wale waliokosea, siwezi nikajua kwa undani kabisa, lakini tunaposimama pande hii ya raia tunaona ya kwamba kuna mengi bado wanafaa wafanye. Jinsi ulivyosema, miaka 2 hatujasikia mtu amefungiwa, hatujasikia. Kwa hivyo huamini asilimia hii ya 75? Sio kabisa. Pengine pengine asilimia 44 kutokana na ile tunayosema ni what do you call it, the investigations. Tumeona watu wamesukuma pale kotini, lakini watu kuwa convicted hatujaona. Kasisi, ulichokishuhudia hii leo haswa nyinyi kama viongozi wa dini, ilikuwa ni ombi lenu kwamba kuwe na utulivu. Ulichokishuhudia leo wewe unaweza semaje kuhusiana na hili? Asante sana. Leo hii tukiwa pale All Saints Cathedral, ukikumbuka kwamba mwaka wa 2024 tulifungua kanisa jinsi Sheikh amesema, Jamia Mosque pia waliwakubali waandamanaji waje waingie. Tulifanya hivyo mwaka wa 24 hata mwaka wa 2025. Hii leo tulikuwa tayari kabisa, tulikuwa tumefungua kanisa, tulikuwa tumeandaa vitu vingi, refreshments za waandamanaji na mambo ya matibabu na vitu kama hivyo. Lakini niweze niseme hivi kwamba kwangu mimi nimefurahi kuwa hatukuwa na maandamano ile inayofika kilele, inayoleta majiraha na maafa. Niliweza kutembea kutoka All Saints mpaka katikati ya jiji, tukatangamana na mapolisi na raia wengine, na tulifurahia kwamba hakukuwa na vurugu, hakukuwa na mambo yanayoleta hisia ya kwamba kimeenda. Kwa hivyo wakisema ni maandamano ya polisi, unasemaje? Mimi naweza sema ni kwamba kweli polisi walikuwa nje na raia walikuwa wachache kabisa. Hebu niseme hivi, maoni yangu kama mchungaji, ningependa niwaombe serikali, haswa waziri wa usalama Mheshimiwa Murkomen na wote wanaoshika doria kwenye mambo ya usalama, ya kwamba ni vizuri tufikirie a little bit twice around this issue of Gen Z. Ni vizuri serikali itambue kwamba tarehe 25 mwezi wa 6 is a day that we can commemorate without bringing all this drama, kufunga barabara, kushika watu, kukataza watu kuandamana. Nilikuwa pale parliament, nilifika wakati Mheshimiwa Kalonzo na familia za wale waliopoteza familia zao walishatoka na kuweka wreaths pale. Na jambo lililonishangaza ni kwamba hata waheshimiwa waliofanya serikalini mbeleni hawakuruhusiwa pamoja na wale familia kuingia pale parliament. Ningependa kuwasawishi serikali kwamba ikifika wakati kama huu, fungua mwanya kidogo, wakubali
waingie wasindikizwe na polisi, waende waweke maua pale, kwa sababu kuna huzuni ya kupoteza mtu. Unamzuia huyu mzazi, unazuia ndugu, unazuia anti, unazuia hata wanasiasa. Waongoze pole pole kwa upole, waweke, alafu waondoke, alafu waendelee. Kwangu mimi ningependa serikali itambue hii siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 kama siku kuu hapa Kenya, ili tuondoe haya mambo. Tuwe na karamu pale Nyayo Stadium. Ni kumbukumbu, tusherekee sote. Hatutakuwa na maandamano na hii mambo ya vuta ni kuvute. Tutakuja kuliendeleza hilo kwamba kuwe na nafasi ya kumbukumbu hiyo sawa na kipengee cha 37 cha katiba, uhuru wa kuandamana. Bila shaka huyo ni Evans Sumolo ambaye ni kasisi wa kanisa la ACK. Tukirudi tutakuwa tunaingia katika nafasi ya wanaharakati, ambapo tutaangalia kina Nicholas Oyo wako hapa, nasema mwenzangu alishikwa jana na hatujui yako wapi, na hatujui alikuwa amefanya nini. Lakini katika mitandao ya kijamii imefumuka kweli kweli. Namuona Kilitani Pat anasema Lofty, mmesema tayari hapo watu zaidi ya 300 wamekamatwa, watu 335 zidisha na 1500 watakazoitishwa na polisi. Hiyo ni revenue nzuri sana, kudos polisi, ndivyo anavyosema. Tunarudi kusoma jumbe zaidi, usende mbali, mdahalo unaendelea, kumbukumbu za maandamano ya Juni 25, usende mbali. This is NTV. Kikapu kibonge, kikapu kibonge, kibonge. Naivas says your money. Kila siku every day. Kikapu kibonge, cheza kibonge. Homo value. Naivas. Hiyo ndo se. Kikapu kibonge, kibonge. Quality juu, bei chini. Visit your nearest Naivas local or shop online for more and save big. Naivas saves you money. Oh. You feel that? Feel what? The crash zone. Crash what? The crash zone. It builds suspense, uncovers evidence, foreshadows danger. Do you feel it now? Oh yeah. I guess I'll go and try and find a ladder. Renewed Molfix is now even more absorbent with double-layered upper surface. Only 20 Kenya shillings, single-piece Molfix at your duka. Kikapu kibonge, kikapu kibonge, kibonge. Naivas says your money. Kila siku every day. Kikapu kibonge, cheza kibonge. Homo value. Naivas. Hiyo ndo se. Kikapu kibonge, kibonge. Quality juu, bei chini. Visit your nearest Naivas local or shop online for more and save big. Naivas saves you money. Sadakta, karibu tena mtazamaji, unatazama taarifa za NTV jioni, na Alhamisi hii hizi ni taarifa na kipindi speciali kuwakumbuka majenzi walioaga, haswa na kumbukumbu zote za Juni 25. Waswahili wanasema siku zote usiuze bunduki ukanunua fimbo, lakini ajuale hiyo ni yule ambaye anajua kwamba vita vya panga haviamuliwi kwa gongo. Kwa hivyo utajua leo kama vita vyako mlipiga namna gani. Na ndio maana naona Frida umenifanya nikamkumbuka babu, Mwenyezi Mungu ailaze roho yake mahali pema. Mtazamaji, kabla hatujachukua mapumziko mafupi, tumekujuza kwamba sasa tunajitosa katika kipengee cha nafasi ya wanaharakati. Na hapa studioni pia vile katika ukumbi wetu wanaharakati wamejaja, lakini kuna kitu ambacho kimejitokeza hii leo, na labda mikrofoni kaka tayari umeshikilia, ni kwamba hii leo wakati mwelekeza kitanguliza ni kitengo gani tunaingia? Kwako hii leo pacha wangu.
Katika kaunti ya Kisumu tuliona ndivyo sivyo. Kwa miaka ambayo imepita Kisumu tumewazoea kwamba ikifika wakati wa maandamano wanarauka wao. Lakini hii leo wakasema sisi hatuandamani. Tunaenda kujisajili ili tupige kura. Na diposa tunauliza, wanaharakati unafaa uishie barabarani ama uingie kwenye sanduku la kura? Kaka. Nashukuru sana Lofty na Frida kwa kutupatia fursa hii. Kwa majina naitwa Imran Sala, daktari. Sisi ni kikundi cha vijana wenye tulijitokeza tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka 2024. So labda nikianza kusema kwanza asante kwa viongozi wetu wa kidini kwa sababu wao ndio watu wa kwanza wenye tunaoita stakeholders wenye waliweza kutusaidia hiyo siku, na wanaharakati as a major stakeholders wale. Wewe mwenyewe unajiita mwanaharakati? No. Ama kwa kitengo gani? Sisi madaktari. Madaktari pia wanaweza kuwa wanaharakati. Maana watu wanapigwa risasi, wanavuja damu, wewe unakimbia huko kawatibu. Si wanaharakati huo? Ndio, lakini pia unaweza sema sisi ni wale tulikuwa front lines. So it's kind of like you need to understand iliweza it broke barriers. Au watu ni watu wenye walitupatia fursa ya kwenda. Kumbuka wewe mwenyewe ulisema hii ilitupata kwa ghafla sisi wote. So ilianza immediately. Saa lazima tushirikishane na watu, tukae na watu, kama kuna watu kama Imlu, unajua sijui kama wako hapa, walitusaidia sana. Kuna kikundi na kishirikisho ya mawakili LSK walitusaidia sana. So we had like tulikuwa tumeanza from zero basically. So lazima tuanze kutafuta madawa, kutafuta wenzetu, kutafuta barricade, yani ile kufunga kwa msikiti na pale kwa cathedral. So all of that we needed to coordinate it at once. So it became a bit of a multidisciplinary committee. Aha. Kwa hivyo unaweza sema labda kilichofanyika leo, aliuliza swali pacha wangu, yaliyofanyika kule Kisumu badala ya kuandamana wameenda kukata kura, ule pia ni wanaharakati? Yes. Wamepeleka debeni wao. In a way, yes, it's more of civil education pia, and then you can unaweza angalia ni namna ya watu kuenda it's a way of kuonyesha kuwa that everybody has their own ways of prioritizing their rights as a Kenyan. Unaelewa? Sasa kuna lazima tuelewe nini tunaweza commemorate tarehe aje. So I think that's a major way of showing the Kenyans that this is a way. Hebu tumsikize kaka jina lake. Ameuliza swali zuri. Katika huu wanaharakati na nafasi yao, tunaweza kuikumbuka vipi hii siku tofauti na nipe nikupe, mtutu wa bunduki, nipige nikupige, ifanywe namna gani? Asante Lofty na Frida. Majina ni Felix Wambua. Na kwanza ni shukuru Mungu kwa siku ya leo, imeenda vizuri vile alivyopanga, sio vile serikali ilivyopanga. Kwa sababu tukiamkia kuanzia jana kumekuwa na press statement nyingi zimeachiliwa za kukinzana. Lakini baada ya siku mambo yameenda vile Mungu alipanga. Tunashukuru hakuna damu iliyomwagika leo. Watu kidogo tu ndio wameshikwa, na hao ni mambo madogo, tunajua watatolewa. Mambo yaliyofanyika leo, mimi nataka nianzie mahali kasisi wetu ameachia. Ni vizuri kuanzia kesho MPs, Members of National Assembly, warudi bunge na ipitishwe kama motion, isemekane 25th June ikuwe gazetted as a national holiday. Si kusema tu, kwa sababu siku zote mwananchi atashinda. All power belongs to the people. Na Murkomen amejaribu, mwisho wa siku watu wameshinda. Badala aachilie wananchi watoke wakafanye mambo yao. Wengine walitarajia kuuza mayai, wengine walitaka wauze maji, wengine walitaka wafungue maduka yao, biashara ziendelee kama kawaida, kwa sababu siku zote sisi kama wanaharakati hatujai pigana wenyewe kwa wenyewe au kuinua mkono jiwe kupiga askari bila sababu. Kwa hiyo mambo yaliyoendelea Kisumu leo ni wapongeze, niseme hivi, wanaharakati una vitengo. Wale waliamua kufanya vile kwa sababu wamepitia uchungu mwingi siku za hapo nyuma. Lakini kaka, kuna swali huwa linajitokeza kwa mara nyingi, ni kama serikali inawatazama wanaharakati kama wapinzani. Ikiwatazama kama wapinzani, je, unaona kwamba tutaifikiana kweli? Niseme hivi, wanaharakati sio mahadui wa hii nchi.
wanaharakati ni sauti ya wanyonge. Naam. Wanaharakati ni jicho la ambaye aoni maovu yanapotukia, kwa sababu kuna mambo yamefichwa kwenye vitabu, tuna wasomi wakiyasoma wanayafumbua kwa wale wengine. Kuna mambo ambayo sisi kama wananchi hatuwezi tukayaelewa mpaka tusikize mawakili wanasema nini. Kule bungeni kuna miswada inahusu afya, kule bungeni kuna miswada inahusu ukulima, kuna miswada inahusu elimu. Tunategemea hao watu wasimame, wapase sauti bila uoga, kwa maana wao ni they are patriots, ni wazalendo. Wewe mwenyewe ni mwanaharakati. Mimi mwenyewe ni mwanaharakati. Kwa hivyo mazungumzo ya kweli yatafikiwa vipi? Kama again? Mazungumzo ya kweli yanawezaje? Mazungumzo ya kweli yatafikiwa wakati tunaacha kuwafukuza kama swara wanaharakati. Bob Njagi juzi ameshikwa hata kwa kukisiwa. They just suspected ataandamana. Wameshika Jamil Longton kwa kupeperusha tu bendera ya Kenya leo kule Kitengela. Kweli tutaenda wapi? Na nafikiri ukizungumzia hilo Frida, tutaniruhusu nilete tena afisi ya mwendesha mashtaka ya umma kwa sababu inasemekana pia inachangia kugandamiza wanaharakati. Hapo nyuma Victor, labda nitakusomea taarifa ya Juni tarehe 8 mwaka 2025. Hii ni taarifa ambayo iko katika mtandao wa runinga moja hapa nchini Kenya. ODPP imeruhusu makosa ya kigaidi terrorism kwa washukiwa 35 kuhusu maandamano ya Juni 25. Watu wanajiuliza, baadaye kulipigwa kelele nini, kasemekana makosa yaondolewe. Mnatumia vigezo gani majenzi vijana hawa kwamba mkubali kwamba wawekelewe makosa haya ya ugaidi terrorism? Siku kanyaga huwa na harakati ambao anazungumzia. Asante Lofty. Tena utaniruhusu niongee kimombo kwa sababu hilo ni swala nzito kabisa. Mikrofoni ni kama imezimwa. Tutumie mikrofoni nyingine. Ziko nyingi hapa uwezi. Iko sawa? Nilikuwa nimeizima, pole. Terrorism charges against not Gen Zs but against people, Kenyans. Mmesikia hapa ya kwamba maandamano ya June 2024 ndio ilikuwa mama ya maandamano. Kwa sababu ilikuwa ya hali ya juu. Kazi moja ya serikali ni kupreserve maisha, protect lives and safety. Njia moja ya kufanya hivyo ni kutumia sheria za Kenya, enforcement of laws, including the Prevention of Terrorism Act, ambayo inasema ile offense ya umesema ni ugaidi. So one of the ways ya kudeter kurudia offenses, unakumbuka kuna wakati watu walienda wakachoma police station katika kaunti ya Kiambu kama Kiambu. Koti ilichomwa Kiambu. Kuna police station ilichomwa South Nyanza. Unakumbuka? Katika uchomaji huo umetosha kigezo cha ugaidi. Ndio nataka nielekee hapo. Na kuambia kwa nini tuliamua kuenda POTA, ile Prevention of Terrorism Act. Kwa sababu kulikuwa na kuchomwa kwa koti, kulikuwa na kuchomwa kwa police station. At that level ilibidi sasa kama ofisi tuamue tupate the most deterrent means. Na ukisoma provisions za POTA inasema ya kwamba kuattack national installments kama hivyo koti, kama hivyo police station ama parliament, hiyo inaingia katika hiyo sheria ya Prevention of Terrorism Act. So sio kitu yenye tulitunga hiyo siku, sheria imekuwa, lakini ilibidi kwa wakati huo kwa sababu ilikuwa imeanza kupanda, watu wameanza kuattack national installations, tuamue tuseme ya kwamba kwa sababu hii sheria iko, tuitumie kama deterrence. Mkamalizaje kesi ya hawa 35? Iliondolewa kesi ya terrorism. Kwa nini mliondoa? Kwa sababu mshaona kwamba wako na makosa ya ugaidi. Kwa sababu Director of Public Prosecutions ako na haki, sio haki tu, ako na obligation ya kureview kesi zake. Venye circumstances zinabadilika. Kwa hivyo kwanza mlikuwa mmekosea. Hatukuwa tumekosea. Mlikotathmini mkarekebisha. Hapana. Kureview haimaanishi ulikosea mwanzo. Kureview pia inazingatia circumstances. Wakati ambao sasa una review. Wakati ule kulikuwa na
kuchoma police station, kuchoma koti, public interest ilipanda juu. Naam. Kwa sababu kulikuwa na threat at the time. Kukawa na peace imerudi. Wakenya pia wakasema kwamba sasa mtatumaliza. DPP akaonelea kwamba because peace imerudi na kwa sababu kuna offenses zingine mbadala, tuende tutumie hizo mbadala. But the intention na objective tuliipata. Kulikuwa na deterrence. Haya, Oyo amenyosha mkono. Yes. Huyu alikamatwa si mara 3, mara 4, sijui mara ngapi. Hata pengine nilimpeleka kotini mara moja. Kuna uwezekano mimi mwenyewe nilimpeleka Kibera. Kwa unaonaje kuhusiana na hili? Ya kwanza nataka nimuulize kwanza nani ndio gaidi, kwa sababu kila wakati tunakuwa na maandamano ni polisi yanaua watu. Bunduki za polisi zinaua watu. Hakuna unaona mahali watu wameua mwingine, si sana. Lakini mara mingi ni polisi. Kwa hivyo nani ndio gaidi? Siangeanzia kwanza na polisi. Kwa sababu polisi wakiwa kama wangefanya kazi inafaa. Kama tumesema hiyo example ya Mombasa. Ikiwa kama watapatia watu nafasi, wawafuate na wachunge na waambie tembea hapa usitembee hapa, angalia hapa usiangalie hapa, ingekuwa ni kwamba hizi protests zingekuwa zinaenda sawa. Lakini unapata kwamba polisi wanatoka wakiwa wamevaa rinda ya vita. Ni kama wamekuja vita na wananchi. Kwa hivyo sasa inaanza kwanza inakuwa ni wengi wameuliwa, ni polisi wamewaua. Mpaka sasa ukiangalia kutoka enzi za kutoka 2023 ni polisi wamekuwa kiua. Kwa hivyo swali la kwanza litakuwa nani kweli ni gaidi Kenya hii? Kwa hivyo inafaa ikuwe ni kwamba watu waseme vile tutafanya. Ya pili uliuliza kwamba sisi kama wanaharakati tukiwa ni kwa streets peke yake tutamalizia. Sisi kama Free Kenya tumesema ya kwamba sio lazima iishie kwa streets, na tunasema mambo ya Kisumu asanti sana, hata tutaenda kuwapongeza sana kwa sababu sisi pia tumeangalia tukasema tunaweza fanya maandamano pia kupitia signature zetu. Sisi tuko na signature tuna collect ambayo tuko kwa tofuti yetu www.freekenya.co.ke. Kwa hivyo tunataka kufanya referendum. Na maswali tutaulizana hizi commissions kama hiyo terrorism ilikuwa inaletwa. Sidhani ni hao walianzisha hiyo mambo. Nani? Hiyo ilitoka kutoka kwa serikali. Asituambie hao ndio walikuwa yeye pia ni serikali. Serikali ambayo ni waziri na wengine. Na tunasema ilitoka ngazi ya juu. Na tulisikia wakipanga hayo mambo. Hata kuna mtu hapa alicomment anaitwa Kariuki wa Maina. Na soma kimombo mtanruhusu nikope lugha. The DPP gets orders from above, so he has no options. Si tumesema. Kwa hivyo yeye akisema Kariuki wa Maina walikuwa wameambiwa finyeni hawa watu kabisa. Na ndio wakaweka terrorism. Itakuwaje sasa hivyo? Haya, naomba tuingie kitengo cha mwisho, tuko na dakika 6 kumalizia. Lofty naomba kujibu hiyo, patie microphone shehe, halafu tusikie kule chini. Mnafinya? Hiyo sehemu ya mwisho naomba nijibu. Hiyo ya kufinya. Yes. Unaona kabla ya 2010 ofisi ya kiongozi wa mashtaka au mwendeshaji wa mashtaka ilikuwa chini ya ofisi ya Attorney General. Ilikuwa part of the executive. Katiba ya 2010 imefanya ofisi ya DPP kuwa independent. Sijui Kiswahili mnasemaje? Huru. Afisi huru. Afisi huru. Hatupati ama hatupewi orders from above. Niko hapa nasema mbele ya National TV. Hatupewi orders from above. Lakini Waswahili wanasema ada ya mja hunena, lakini muungwana ni kitendo. Kuna kusema, kuandika na kutekeleza. Lakini lazima nikuambie hapa ndio isikue kwamba sikupinga. Sisi hatupati habari kutoka orders kutoka kwa rais ama hiyo yenye naita serikali nyingine. Sisi habari mnazo na mamlaka mnayo wenyewe. Tuko na mamlaka na sisi ni afisi huru. Haya, mwelekezi, naomba tuangalie suluhu. Suluhu liko wapi? Suluhu iko wapi? Nasikia hapa Kiswahili kimepanda sana. Kipandishe pia wewe. Waswahili wanasema kukata pua ili kuunga wajihi. Wasiojua wajihi ni sura. Ni sura. Ni mtu ambaye anakata pua lake, ukimuuliza kwa nini umekata pua, nataka kurembesha uso. Lakini ameharibu zaidi. Nataka kusema hivi. Nani kakata shehe, labda ufafanue. Hii leo nani kakata pua? Ni sisi wa Kenya. Mimi kama vile provost
sitaki kuwagawanya Wakenya. Hawa ni serikali na hawa ni wananchi wa kawaida, hawa ni wanaharakati. Sote kama Wakenya hatuna nchi nyingine. Hiki chombo kikizama tutazama sote. Na ni Mungu ametupa hii nchi, lazima tuilinde sote. Nasema hivi, kwa mwongozo wa kidini tunaambiwa panapokuwa na tatizo litatue. Lakini usilitatue kwa kuleta tatizo kubwa zaidi. Mwenye akili afahamu ninavyosema. Kwa mfano, mkurugenzi wa mashtaka amesema tulichukua hiyo hatua kali mpaka kuwaita magaidi ili kutishia wengine wasifanye hivyo. Swali ni hili, hiyo inasaidia ama inazidi kuvuruga mambo? Ikiwa inazidi kuvuruga mambo, hiyo sio suluhisho. Vijana, ikiwa tunaona kuwa kwenda barabarani kuandamana haifui dafu, je, kuna njia mbadala ya kuweza kutatua tatizo letu? Serikali pia inafaa ijiulize, hawa vijana ambao wanataka kukumbuka wale ambao walikufa barabarani, je, wana haki? Hawana haki? Ni vipi tunaweza kuwasaidia ili hili tatizo liweze kutatuliwa? Kwa sababu Mungu akituweka hai, mwaka ujao kutakuwa na Juni 25. Inafaa tuanze kujiandaa saa hizi. Tunataka Juni 25 mwaka ujao iwe vipi, ili tuweze kupata suluhisho ya tatizo letu. Na daktari mzuri ni ule anayetibu kiini cha maradhi, sio mwenye kutibu zile ishara za maradhi. Asante sana. Kuna mabwana wawili ambao wameingia hawajazungumza. Huyu kwanza aseme jina lake, anawakilisha nini, alafu tupate kauli za mwisho kwa hao wengine. Asante sana. Kwa majina imewaka? Iko sawa? Nashukuru sana kwa hii muda. Kwa majina naitwa Martin Mbiti, na wakilisha kitengo cha wanabodaboda. Kwa kusidiza zaidi na wania kiti ya useneta 2027. Makofi kwa Kenya. Huyu ndo ameleta suluhu sasa huko. Nikikuja suluhu ni wanabodaboda kuingia seneti, wakayazungumzie kule. Wanasema wamepigwa sana. Wamepigwa sana. Sasa tumesema mengi, tupe suluhu. Nikitafuta suluhu ya leo, nikiongelelea suluhu ya hii maandamano, itabidi sitenganisi, lakini serikali na wananchi, haswa president wetu wa Kenya akae chini na wananchi na hii kitengo ya Gen Z yenye tuko saa hii atusikize. Kwa nini nasema hivyo Latif? Nasema hivyo sababu imefika wakati hii kitengo ya Gen Z haijakubalika na serikali, lakini sisi wazazi wetu wamesaa tukubali. Na ndio mnaona tunatokea kwa maandamano. Kaka, wewe ni Gen Z? Mimi ni Gen Z. Mimi ni Gen Z. Niko na 29 years. So ndio nasema wazazi wetu hauoni kwa maandamano. Kwa nini? Wao wamezaa kubali kizazi yetu inafaa ikue kwa serikali, lakini serikali haijaturuhusu kukua kwa serikali. Nikikuja kwa maandamano ya leo, ukiangalia nikimalizia wenye walikuwa wengi ni kizazi tupo. Kwa nini? President mwenyewe alijua chenye kilifanyika, na yeye yako na jukumu kubwa kusikiza hii kizazi. Angeita mkutano akubali hii siku ya leo ikubalishwe, ikuwe ya kukumbuka waliopoteza uhai. Huyu ni mtu wa nne amesema hivyo kwenye ukumbi huu. Kabisa. Hiyo hoja ya kwamba ikubalike. Ikubalike kwa nini? Tuko na kama madaraka tunakumbukanga wagani wenye walipigania nini? Uhuru. Na hapa tulipoteza na watu 60 si watu wawili. Walikuwa wamejitokea kupigania haki yao. Haki yenye wao ile kitengo ya Gen Z imenyimwa. Asante kaka. Mahojiano yataendelea saa 3. Kwa sekunde moja, kaka Alphonse, taifa linahitaji nini? Maridhiano, mageuzi au wajibikaji kwanza? Kwanza kabisa ningependa kusema suluhu la zozote zinazoendelea Kenya itakuwa ni kusemezana ukweli. Bora uongo ikiisha Kenya, shida zote zitaisha. Kwa sababu serikali ni ya uongo na wahongo. Ukiangalia sasa, mimi hata sikujua huyu ni afisa wa serikali. Mimi sikaangi karibu na wao. Sijawahi jaribu mambo kama hiyo. Unaogopa nini? Kwa sababu huyu anasema hapa ati kuna kitu inaitwa threshold. So my friend, what is the threshold you are looking for? Someone has been gunned down, dead. Is there any threshold for gunning someone down? Kama mtu umeshapata ameua mtu na ni askari, the next thing we should hear, akukamiti ni threshold gani mnatafuta? Hiyo si ni uongo. So vitu kama hizo zinatukera sisi kama wanaharakati. La mwisho kabisa, wanaharakati hapa Kenya
wanaonewa na serikali kwa sababu sisi ndio kioo ya jamii. Serikali hawapendi wananchi kujua kinachoendelea kwenye serikali. Sasa sisi tukisema ukweli unahandwa kwa sababu unawaharibia chakula chao. Serikali ya Kenya imetengenezwa kwa msingi ya uizi, mauaji na dhuluma dhidi ya wananchi. Na mimi siwezi tolewa hapo. Mimi nimeshikilia hapo daima milele. Hapo. Kama utakuwa seneta pia wewe. Mtumishi wa Mungu ulikuwa umenyosha mkono, labda sekunde 2 kumalizia. Ulikuwa na kauli ambayo ilikuwa inakuchoma ulimi. Naamini ya kwamba jambo la kwanza ni vizuri tusukume kwamba hii siku ya tarehe 25 mwezi wa 6 iidhinishwe rasmi kama siku kuu suluhu la kwanza. La pili, ni vizuri kwamba tuue hii uadui iliyoko kati ya polisi na raia. Kwa sababu unaona mara nyingi polisi wanaona raia ni kama maadui. Leo nilifurahishwa sana nilipoona wanaharakati wakikuwa escorted na polisi kutoka sehemu za parliament wakielekea Central Police Station bila hata kurusha vitoa machozi na vitu kama hivyo. Hata ni vizuri tulete hiyo hali ya kujua kwamba tunaweza fanya pamoja community policing without creating that sense of enmity. Naam, asante sana. Bila shaka ni mdahalo mpevu utakuwa unaendelea mwendo wa saa 3 na Michelle Ngele pamoja na Ben Kitili, au sio? Kwa hivyo wageni wetu wako hapa, watakuwa naendelea. Mitandao kumefurika, lakini hatutasoma kwa sababu ya muda. Waswahili wanasema asiyetaka utani usimletee utani, na vile pia wakasema suluhu ni bora kuliko hukumu, au sio? Na ndo mambo ambayo yanatoka kutoka kwa viongozi wa dini, kutoka kwa viongozi serikalini na wanaharakati. Nasema asanteni sana kwa kufika. Mimi naitwa Lofty Matambo. Na mimi ni Frida Mwaka. Siku zote mtazamaji nitaitika, tunakutakia usiku mwanana usokuwa na bughudha wala tandabelua. Shukran sana kwa kutazama. Usiku mwema.